Hi. Some 2 decades ago, Haris Hassani published Kwaheri Ukoloni, Kwaheri Uhuru, an historical narrative of what befell Zanzibar soon after the 1963 independence from the British Empire. The title of the book comes from the conversation between a British police officer and his colleague, a Zanzibari, at the last days before the independence of the 10th of December 1963. The Zanzibari officer went to offer his farewell to his British colleague. At the end of their talk, the Zanzibari said, "Goodbye, my friend. Goodbye to your colonialism," for which the British replied, "Goodbye, mate. Goodbye to your freedom." And indeed, the departure of the British and the Sultan from Zanzibar did put an end to certain kinds of colonialism, but it opened the way for new restrictions and dominations. The Zanzibari officer and his British colleague were both right. Even before Haris Hassani's book and after that, Mohammed Hassani, a distant relative of Haris, has been composing poems that reflect the complexity of Uhuru. Colonialism during freedom and freedom during the time of colonialism, and what happens in between, which in our conversation, Mohammed Hassani refers to as Uholela, that leads, among other things, to undumila kuwili. Tulipoitwa kuchangia mawazo yetu kuhusu uibukaji wa ubunifu wa kisanaa mnamo miaka ya 60, tumefikiria vile mazoea ya ukombozi na uhuru yakawa tofauti katika miktadha na maeneo mbalimbali, na jinsi uhuru ulivyotiliwa maanani kwa njia tofauti. Katika mazungumzo yetu tunaongelea yale yanayomhamasisha Mohamed fikra na ubunifu wake, akielezea utata wa dhana za uholela na undumila kuwili kupitia maneno, lugha na mistari yake. Mohamed, wewe mwenyewe ulisisitiza kwamba kuna uhuru, kuna kinyume chake, yani ukoloni, na ukatikati wake, yani uholela. Pengine utuambie zaidi kuhusu jinsi ulivyopata fikra hizo. Naam, uholela naweza kuzungumzia kwamba una sura mbili. Panapohusika dhana ya uhuru ni ile hali kwamba uhuru upo, lakini kwa jina. Kwa mfano Zanzibar, nchi ambayo nimezaliwa na kukulia, ilipata uhuru mwaka 1963 kutoka kwa Mwingereza kama ambavyo umesoma tangulizi hapa. Na baada ya hapo yakafanyika mapinduzi mwaka 1964, mwezi mmoja na kitu baadaye. Na tunaambiwa kwamba ikaondolewa serikali ya kisultani, na kwa hivyo ikakaa serikali mpya. Na tangu hapo tunaambiwa, tunajihisi kwamba tuko huru, kwamba ni taifa ambalo liko huru, nchi ambayo ni huru. Lakini ukichukua muktadha kwamba Zanzibar iko chini sasa ya kitu inaitwa Tanzania, na kwa hivyo uhuru wake karibu umeshapokwa, haupo tena, umewekwa chini ya nchi ambayo inaitwa Tanzania. Lakini tukisema kwamba hapana, haukupokwa, ulishanganywa uhuru wa Tanzania, wa Zanzibar, ukachanganywa na uhuru wa Tanganyika, kwa hivyo ukawa uhuru mkubwa mpana zaidi. Kwa hivyo Zanzibar ilipaswa sasa kuwa na uhuru mwingi zaidi, kuwa na uwezo mkubwa zaidi, na kuwa na hadhi kubwa zaidi. Lakini imekuwa ni kinyume chake. Hasa unakuja uholela. Uholela maana yake unakuja kwamba baina ya uhuru uliokuwepo na ukoloni uliokuwepo, kuna aina ya uhuru ambapo sasa ule uhuru ambao umekuja haulindwi, hauheshimiwi, hautekelezewi haki zake. Kwa mfano, watu wanapotakiwa waseme wachague mtu anayemtaka waongoze, watu wanapotakiwa waseme wazee waliokuwa nayo wakiwa hawezi kufanya, maana yake kwamba uhuru haukuheshimiwa, haukulindwa, haukuzingatiwa, na kwa hivyo uhuru ambao unaita kwamba ni uholela. That is, the word uhuru doesn't actually, materialize uhuru. The world word and world, uhuru, is not mattering in its material discursivity. It doesn't matter, and it is not mattering forth. It is not to be touched literally. Yeah, ni sawa? Naam, sawa. Kuna upande mwingine lakini wa uhuru, au tuseme wa dhana yenyewe ya uhuru, ni kwamba inahusu pande nyingi. Kawaida uhuru ni kwa yule ambaye ameupokea uhuru wenyewe, na yule ambaye ana nguvu za kuutoa uhuru huo kumpa mwenye anayempa uhuru huo. Katika mfano wa mwanzo wa koloni walipotoa uhuru kwa nchi zetu za Kiafrika, katika mfano wa pili ni Zanzibar ambayo iko chini sasa ya muungano, ikiwa uhuru wa kutosha inao. Kwa hivyo uhuru hauna pande moja, una pande mbili za mtoaji na mpokeaji, na katika hali nyingine mkandamizaji na mkandamizwaji. Ndio maana katika shairi moja nimeandika si huru sie na wao. Na hapa namrudia hapa.
Kwa nini iwe ni wao sisie, iwe watakalo liwe lisile tutakalo sie, watwae lisilo lao la kwetu walichukue, kisha twambwe sie nao kweli mtu na nduguye. Kwa nini nguvu wapewe nguvu, hata wasonayo silaha wasaidiwe, na vifaru waletewe kulindwa maovu yao, kusudi sisi tusiwe walivyo wao. Kisha bado tuambiwe sisi ndio hao. Kwa nini ulizayo sambe sina jawabuye, ningawa na uzaleo yapo kale mambo hayo, ungajua nayo mengi mengineyo. Kwa nini hii na iwe kwetu na kwao zinduo, tukikaa tutambue si huru siye na wao, wangajifanya wenyewe nao pia hawanao, tangu kale sio leo, wangajitia kiwewe kwamba waambiwe wanao, na wao ni kama si hawanao, na wao ubaya wao hata hawataki wawe. Kwa hivyo try to make sense of uhuru kupitia uwili unaoundwa na kinyume chake, yani ukoloni, na kudanganya kwa sababu it doesn't allow us to sense the presence of ukoloni in uhuru. It misleads us and prevents us to see unfreedom within freedom, injustice within justice. Lakini sasa tukifuata msondo wa mistari yako, we sense something different, a sense of messiness, of randomness. A sense of randomness. So the question seems to be not whether uhuru upo au haupo, rather how to make sense of the randomness of an uhuru which is there and at the same time it is performed and felt differently by different historical bodies. How does uholela huo affect you? Where do you feel it? Wakati mwingine uholela umetusaidia halau katika maana ya ushairi, kwa maana umekuwa na manufaa kwetu sisi ambao tunaandika ushairi. Kile ambacho wengine wanaita ni ushairi uhuru, mimi naita ushairi ambao haukuzingatia kanuni ambazo tumepokea kwa wazee wetu, kanuni za kishairi, vina, mizani na vitu kama hivyo. Kwa hivyo uholela huu unatusaidia kutumia uholela wenyewe kuelezea uholela ambao umo ndani ya jamii yetu. Wakati mwingine si kwa sababu tunakosa misamiati au njia, tutapoweka fikra zetu mbele zaidi kukoni vipi fikra hizo tunazitoa, sio nini fikra yenyewe, tunapata kusaidiwa na uholela huu kuweza kufanya mambo yetu. Shairi hili moja lilikuwa katika kalamu ya Mapinduzi, inaitwa Njia Yangu, mfano ambayo nimejaribu kutumia uholela wenyewe. Nitwae nguvu nitupe kwenye kundi, sidhani tababaika, kuwajua watu wangu nitawajua. Na wajua watu wangu, sababu mimi na wao tuna mengi ya pamoja, hatusahauliani, hatutupani. Niweke panapo njia, zikutanazo, zipishanazo, sidhani takafilika, kuijua njia yangu, taitambua. Kwa hivyo, sijazingatia vina, mizani pengine, lakini nimezingatia fikra yangu ndio kitu cha kutoa. Kwa hivyo uholela huu ambao tunao katika ushairi umetusaidia wakati mwingine kutoa fikra zetu. Kwa hivyo navyokuelewa si kwamba tukienda kwenye muundo na maudhui hali ya uholela, ni kwamba tukienda kwenye maudhui na muundo, hali ya uholela unayoandika nayo ni hali inayokuandikisha mengi zaidi, yanayowezesha uchambuzi wa ndani wa hali ya uhuru ambao ulivyosemwa na ningenia tu. Kwa hivyo ni hali hiyo ni uholela unaokuwezesha kuelezea au kuhisi zaidi hali halisi ya uhuru ambao upo kwa jina tu. Lakini vile vile katika muundo wa mashairi yako, nahisi ndio uholela huo unaoenda nao kwa ajili ya kuweza kusema mengi zaidi yanayodhihirisha hali hiyo ya kihalisia. Kwa hivyo nahisi kuna uhusiano unaoundwa kati ya muundo na uhalisia kupitia uholela huo. Naam, ni kweli. Pengine sio fahari sana kwamba natumia uholela, maana uholela si jambo zuri katika hali ya kawaida, lakini ni kitu ambacho ikiwa kipo na kinaweza kutumika, mfano kama vile ambavyo sisi katika fasihi wakati mwingine tunamtumia mlevi kuweza kuyasema mambo yetu, au mwenda wazimu. Mara moja nilika hadithi ya Akili ya Mwenda Wazimu ambayo imechapishwa nadhani kwenye kitabu cha Maskini Milionea na Oxford, na ndani yake nimezungumzia Akili ya Mwenda Wazimu, nimezungumzia mwenda wazimu Ziad ambaye anaota kiwenda wazimu kuangalia hali ilivyo kwa hali ya Tanzania, in this case Zanzibar mahsusi kabisa. Yeye ni Mzanzibari, anaangalia kwamba anaota ndoto, anafikiria kimawazo kwamba
kuna kijahazi kimoja kiduchu kimeunganishwa na jahazi kubwa itabedeli kwetu sisi. Sasa kinaburuzwa mpaka kinaangamia, kinaporomoka katika mkondo wa bahari, lakini ndio ni akili ya mwendawazimu, si akili ya mtu halisi. Kwa hivyo Uholela tusaidia kama ambavyo tunasaidiwa na njia nyingine kuweza kutoa fikra ambazo ni nzito ya kuzikumbizia katika Uholela. Hapo unanikumbusha janga la werevu na Said Ahmed Mohamed, ambapo mwendawazimu japo mtu holela ndiye yule anayeelewa zaidi kuliko wahusika wote, na ndiye yule aliye na uwezo wa kuelezea yote watazamaji pamoja na wahusika wengine. Ndiye anayetusaidia kutia maanani yale yote yasiyofahamika. Ndivyo Uholela ulivyo mbinu mwafaka kufichua undumila kuwili ulio wa dhana ya uhuru. No. Having read your words, and especially coming to your last one, Benito Tikiti, I think that it is exactly this in-betweenness, this katikati wa ukoloni na uhuru, this Uholela, this messiness, this randomness, that allows you to sense the pain, the loss, the atrocity in Zanzibar as much as in unfree Palestine. Uholela huo unatuwezesha kuelewa wazi jinsi undumila kuwili unavyoibuka nchini Zanzibar na kote duniani mpaka kwenye ulimwengu wa Palestina. Dhana ya Uholela inatuwezesha kufahamu jinsi utu, ubinadamu, ukarimu na usawa unavyokosekana, au bora tuseme unavyonyimwa, kandamizwa na kukiukwa nchini Palestina. Wewe na njia yako maalum to sense and make sense of this in your poetry, na njia hiyo maalum inaeleweka tukipitia dhana hiyo ya Uholela. Kwanzia dhana hiyo ya Uholela tuafikia dhana ya undumila kuwili, na huo undumila kuwili ndio msingi wa vilongo, masimulizi na habari zinavyorushwa hadharani, haswa hapa Ujerumani. Hapa tumeguswa na uwazi wa undumila kuwili huo pamoja na unafiki unaotumika kuendeleza na kutekeleza na nguvu za kikatili zinazowakumba wale wanaothubutu kupaza sauti. Hata hivyo, hujabaki kimya. Ulichagua kusema vile ulichagua kuendelea kusema juu ya nchi yako na watu wako, na yako ndiyo shutuma. Na moja wapo katika ambayo nimeyasema ni katika iwani yangu yote ya Benito Tikiti ni mijuso ya kimbari. Watendaji wa kimbari Shaherero na Chanama, mwingi mno ukatili, mauaji na unyama, leo wapata kauli kiunuka wakasema bado si dhahiri kule Gaza kinujiri hakijakuwa kimbari. Tazama cha ukiburi, mijuso imewaparama. Wenyeji waliowaua kwa jeuri na dhuluma, mashamba wakachukua, wakawapora kulima, mifugo wakakwapua haramu, wakala nyama, vichwa walionyofoa, viungo waliong'oa na mifupa kuitoa. Tazama walivyokuwa, mijuso imewaparama. Walioua majimaji, wazima hadi vilema, waliochoma vijiji, mazao hadi wanyama, waliovuruga miji, misikiti na visima. Watawezaje kuhoji kuyapinga mauaji ya wana vitujituji? Tazama yao mapaji, mijuso imewaparama. Wauaji wa kimbari wa hai hawajakoma, kuua tena tayari, kuunguza na kuchoma. Hawajali, hawabali, kwa wao jambo jema. Walichotenda awali wadhani jambo aali, walitenda kwa pili, haya majitu hatari, mijuso imewaparama. Uhusiano baina ya ujisu wa kimbari na dhana za uhuru na Uholela na undumila kuwili ambazo tunazungumzia hivi sasa ni kwamba tunaishi katika ulimwengu ambao tunaambiwa kwamba una the so-called world order, utaratibu wa kilimwengu ambao ulianzishwa baada ya vita vya pili vya dunia. Mataifa yakatakiwa yafuate demokrasia, utawala wa sheria za kimataifa, mahakama zikaanzishwa na mambo mengi yakafanyika ili kusema kwamba tuna mfumo ambao never again, ambao ametokezea katika kipindi kile hayatokezea tena. Lakini undumila kuwili wetu ambao tunakutana nao ni kwamba yanatokezea katika mataifa duniani, yanatokezea yale ambayo tulikezea kabla, na pengine yanatokezea kwa kasi mbaya zaidi kwa sababu leo hii yanaendeshwa mbele ya macho yetu. Tulijua kuhusu yanatokezea katika vita vya pili miaka mingi baadaye kwa sababu kuwa na social media ilikuwepo leo hii. Lakini leo tunaona mbele ya macho yetu na hatua hazichukuliwi. Wachache ambao wachukua hatua wanatengwa, wanaangamizwa, wanakataliwa, wanafukuzwa.
na mambo kama haya. Kwa hivyo huu ndio undumila kweli ambao tunao, ambao kwa hakika ni matokeo pia ya uholela. Lakini pia kwenye ushairi wako unafuma lile ambalo dada Arnold Koenigs analiita an anti-colonial ethics. Maadili hayo yanatokea Afrika, chimbuko la wanadamu. Asili ya waumbile, unity grounded, yet spacious enough to cross time and space borders, speaking a sense of belonging that is, should be, fundamentally based on utu. Naam. Kuna kitu kimoja ambacho nimekizungumzia pia katika ushairi wa katika diwani hii mpya ya mbegu za tikiti. Hii ndio Afrika, ambapo nachukua nafasi kama Mwafrika kupata fahari kwamba licha ya yote ya undumila kuwili uliopo ulimwenguni, kuna nchi ya Kiafrika, Afrika Kusini, ambayo iliamua kusema kwamba hatuwezi kusimama haya kimya yakitokezea. Na kwa mimi ni mwakisiku wa kile kimetokezea huko nyuma panapohusika na ambapo Afrika inasimama dhidi ya dhuluma ulimwenguni. Mateso yalipozidi kwa waumini wa Maka waliokubali haki, kwa madhila kushitadi waje alioafika pakao hapakaliki, kwake tumwa Muhammadi Jibril alishuka, ametumwa na Maliki, uende nchi ya baidi, upembe wa Afrika taifa mustahiki. Kaondoka masahaba, watoto, mama na baba, wakenda nchi ya Sheba kwa mfalme Najashi, mtawala wa Habashi, ndiko walikoikuta hifadhi wakatulia. Leo vinapokithiri vifo vya kuangamiza watoto na mama zao, na mkubwa ukatili dhidi ya watu wa Gaza, ushenzi watende wao, imekuja toka mbali, sauti imechomoza kutetea haki yao. Hawana moja asili, lakini yawaumiza dhuluma wafanyiwayo. Afrika ya Kusini ndiyo ilojiamini kunena mahakamani, hili linalowafika ni kimbari cha tendeka, waziwazi wakiona tuwapasa kukizuia. Hii ndiyo Afrika, chimbuko la wanadamu, asili ya maumbile. Ungaliona mashaka, maisha yalo magumu na taabu hizi na zile, jambo moja la hakika, bara hili maalumu, imani jambo la mbele. Daima linainuka kuupinga udhalimu kwa kauli na mishale. Kwao tuliozalika kwa fahari watamka, ingalipita miaka kwenye wetu udhalili, kamwe hatutakubali shingo kugeuza kando, uovu kuuridhia. Lakini sasa shairi hili ni fupi kuliko mashairi mengine. Inanifikirisha sana na kunikumbusha ulioandika kwenye kidokezo cha diwani hiyo ya mbegu za tikiti. Hapo ulisema wakati mwingine mshairi huwa na mengi ya kuyasema, lakini fikra zikamganda ubongoni, ulimi ukaganda mdomoni, na akatema beti chache kudokeza dhamira yake. Yaani japo na mengi ya kusema na pambana na maneno ili uweze kueleza fikra zako haswa zikiwa nzito, na baadhi ya wakati maneno hayatoki yakiwa yameganda kooni. Hata hivyo unatuzawadisha mashairi hayo yenye beti mbili tatu pia. Your words cut, interrupted, overwhelmed. Hivyo you remain faithful to your imani, you stay silent. Alhamdulillah, shukrani akrayama. You made me think of Haula Badwan. Ni mwanaisimu na mshairi kutoka Palestina who's dedicating what she calls her poetic cries to words themselves, working with the crumbs of words, forcing them open to mean, pushing them further to feel, refusing to settle with the commonly used sentence to refer to Gaza, there are no words left. We take it upon ourselves to find words even if our words are fatigued, repeated, exhausted, and overheard. We refuse to state that we are so tired, but instead we find words every day. This is our task. We are workers with words. As we sit with the horrors, we respond in poetic cries that are stunned and stunning. Naam, bila shaka. Ndio ukweli kwamba wakati mwingine tunapoandika washairi na sio washairi, hatuwezi kuyasema yote. Maneno pengine yanatutoka na yanatumalizikia, lakini bado yamo katika nafsi yetu. Kwa hivyo tunaandika kile tu ambacho wakati tunaweza kukitoa. Wakati mwingine inakuwa hivyo. Nakumbuka mara moja nimeandika shairi kichefuchefu kuelezea hali kama hiyo ambalo limo katika diwani ya Mfalme na Pembe, kwamba ni kama kichefuchefu unachukua nacho wakati mwingine katika nafsi yako. Unaogopa kwamba ukikitoa na kichefuchefu ni karibia kutapika, sio? Unaogopa, unaamua kutema mate kidogo kwa sababu ukikitoa chochote kitapika, utawaeneza wengine, utawachafua. Ndivyo inavyokuwa katika hali kama hii. So let's
jump to the last slide. Naam. We skip the Ukiwa, although it's beautiful. Sorry. Kutokana na mazoea ya maisha yako pendwa na Ujerumani, ushairi wako is a form of resistance. Kwenye uholela unaopambana nao, ukinzani unazalishwa na kutekelezwa, lengo lake kugomesha undumila kuwili na kufungulia wasawa wa milango. Naam. Kwa sababu mazungumzo haya nimwambia Irene kabla kwamba mimi si mtu wa ajabu, ni mtu wa kawaida tu. Mtu ambaye ni matokeo ya kile ambacho nimepitia huko nyuma, ambacho nimekishuhudia kipitia huko nyuma. Kwa hivyo inapotokezea kwamba kuna dhuluma ambayo inatendeka ulimwenguni au mbele ya macho yangu, au kuisikia kwamba imetokea na kuwa sehemu yake, si kwa sababu niko na akili nyingi sana, hapana, ni kwa sababu ndivyo nimetokea katika hali ambapo nimeuona ukandamizaji, nimeuhisi ukandamizaji, nimeusoma, wakati mwingine umenitokezea mbele ya macho yangu kwa watu wangu na kadhalika. Kwa hivyo ninakuwa sehemu yake, na najaribu kujiunganisha na waliodhulumiwa. Pengine si namna yote ambayo nitasema nimefikia hata robo ya kile ambacho wenzetu wengine tunawapata katika ulimwengu. Kwa mfano katika hali ya sasa wenzetu wanapata Gaza, hatujafika hata robo, lakini bado ni dhuluma, na dhuluma ambayo imepata sisi na wengine tunaungana kupitia dhuluma. Basi leo kama juzi, jana na kesho tunapaza sauti zetu tukisema, wapenzi wa kimbari wanaaibika, wanakashifika, wanadhalilika, wanadhoofika, dunia imegeuka, maoni yabadilika, ukweli juu unainuka, uongo waanza kutoweka. Hapana shaka dunia imeamka, inasema basi tena, basi kimbari. Asanteni. Asanteni sana. Moja. Asante sana kwa shairi nzuri na maelezo mazuri. Nilikuwa na swali kidogo kama mnataka hivi. Kwanza, nini sababu ya kule uliogani? Sababu ya kilimo ndio kwanza hiyo. La pili, je, umekuja kwa sababu watu walifanya kuholela hawakuwa wanataka kuongoza? Na pili, je, kwa sababu walikuwa hawajawa tayari kushika uongozi pengine ya ghafla au ni kwa fadhila? Haya maswali yanasema kufahamu. Asante sana. Asante. Nimefahamu profesa wangu, mwalimu. Huyu ni mwalimu wangu jamani. Nataka nitambue mbele ni mwalimu wangu. Mimi ni mwanafunzi wa taasisi ya Kiswahili na yeye ndiye katika walimu wangu. Kwa hiyo alikuwa mwalimu na mkurugenzi wangu pia. Uholela ambao nimezungumzia ni baina ya uhuru na ukoloni katikati yake. Baada ya sisi kupata uhuru Zanzibar, inaonekana kweli pengine hatukuwa tayari kuweza waliochukua uhuru, waliochukua utawala baada ya ukoloni na baada ya mapinduzi, pengine hawakuwa tayari. Wakasababisha uholela ambao umetokezea baadaye, kupoteza uhuru ambao tulikuwa nao, tukawa nusu bin nusu na ningine. Hatujiiti kama ni taifa huru, taifa huru. Tumetawaliwa au tumeendelea kubakia katika ukoloni. Kwa hivyo yote mawili, pengine ni kutokuelewa maana yenyewe hasa ya kuwa huru, pengine ni kutokuwa tayari au kutokuwa na nguvu za kutosha za kuweza kuulinda na kusimamia uhuru wenyewe. Kwa nini usije ushahara baada? Asante. Ni nzuri pia. Shakala bagala. Asante sana. Na swali nyingine? Kwanza ni kuwashukuru kwa makala nzuri. Langu ni mawazo na pia swali mwishoni. Nafikiri nimejiona tukipitia historia hiyo kama nyinyi Wazanzibari. Mimi natoka Kenya, lakini sasa sisi hatuna mataifa kama nyinyi mawili, Zanzibar na Tanzania. Sisi tuna Kenya tu, lakini katika historia unakumbuka kulikuwa na ile Maili Kumbu kama Maili Kumbu uliokuwa ukitawaliwa na sultani. Na
Hakuna Mswahili. Hakuna Mswahili. Kwa hivyo ninaona kuwa tunafanana kidogo, lakini sasa tofauti ni kuwa nyinyi Nyerere alikisukuma Kiswahili na ikawa sasa kuna hiyo lugha ambayo imekubalika. Kwa hivyo tofauti ni hapo, lakini swali ni sasa, kwa kuwa Kiswahili na nyinyi Waswahili wa Zanzibar pia mnatumia hicho Kiswahili, je, kimesaidia kwa njia yoyote? Kwa sababu kwetu sisi sasa hivi ni kama hatutambuliwi Waswahili kuwa tuko, lugha yetu imechukuliwa na watu wengine. Hatusemi kuwa tubakishwe na lugha yetu, lugha kawaida zinaendelea, lakini hatupewi kipaumbele kama kwenye hiyo lugha, na utaona kuwa kuna makosa mengi tunayoingiziwa katika lugha yetu, ikaandikiwa kwenye vitabu na watu wakawa wanaitumia hivyo na makosa, na sisi hatuna nafasi ya kusema haya ni makosa, mnatuharibia lugha yetu. Sijui nyinyi kwa upande wenu wa Zanzibar. Asante Profesa. Kwa hakika tuna hadithi ya pamoja. Sisi wa Zanzibar wengi tunaamini kwamba ile mwambao wa Kenya ni bado ni sehemu yetu. Tuko pamoja ndugu, sisi Zanzibar, mwambao wa Kenya na visiwa vya Zanzibar. Ala kuli hali, ni kweli tuna hilo. Na hilo ambalo amezungumzia Bwana George hapa kwamba siasa ndio inayohusika. Nini maana ya siasa? Siasa maana yake ni kuwa na uwezo wa maamuzi na nguvu za kusimamia maamuzi hayo. Nani mwenye uwezo wa maamuzi? Nani mwenye nguvu za kusimamia maamuzi hayo? Panapohusika kila kitu, ikiwemo lugha. Tulipoteza Zanzibar mamlaka yake, nguvu zake katika vitu vingine, ikapoteza pia katika lugha. Mabaraza ya lugha au taasisi za kilugha ambazo zinaweza kufanya maamuzi kuhusu kipi kisemwe, kipi kisisemwe, vipi pasemwe vipi na kadha wa kadha, havimo tena katika mikono ya watu ambao Kiswahili wanakimiliki. Na mimi pia kama wewe nina fahari sana ya kuona kwamba lugha ambayo nimezaliwa na kukulia saizi imesambaa kote ulimwenguni. Fahari kubwa sana. Nimeandika makala mara moja kwamba Kiswahili kienee lakini kisipotee. Kuenea maana kiende kila pahala, lakini kisipotee maana kisipotezi uhalisi wake. Lakini ili kuweza kudumisha uhalisi wake, kudumisha nguvu zake, lazima haoje Kiswahili wawe na nguvu, wawe na siasa, wawe na uwezo wa kufanya maamuzi na kusimamia maamuzi yao. Hata kimoja hakipo mikono ya wanaoitwa kwa Kiswahili. Kwa hivyo naam, ni kupoteza kote, si kumoja. Unapoteza katika upande mmoja, unapoteza kila pahala. Tunapoteza siasa, ni kweli hivyo, kwa maoni yangu hivyo. Okay, kuna swali hapa, Roberto, alafu swali lingine. Asante kwa makala nzuri na mashairi mazuri sana. Just a reflection, because no, I work on the other side of the Swahili world, and it's very interesting to see how also in Tanganyika there are people who, or intellectuals, say, okay, we had Uru, but How does it work? No, instead, for example, Rumbica wrote in the Utangulizi of Teresa Novel that independence had a stronger and bad influence on Karewe life than Ukoloni. So I don't say that I agree with Rumbica, but no, we can reflect about also the other places in Tanzania, because also, no, sometimes I think, okay, there is this question about Pwani and mainland on Swahili, but what about the languages inside Tanzania? Because Kerewe is, I mean, this, old people
one of the points that we are not sure it came through, but to step out of this binary Uhuru, Ukoloni, and to look at the message that is in between as analytical lenses to actually be able to look at and engage with other contexts. So I guess also one of languages, what is a language, what is so related to that. Sante? Sorry, la mwisho? No, buonasera. No. I just had Okay. a very brief note on Gezi, so a brief note of appreciation, because I think what you give us here is also sort of a case study, right, of overcoming speechlessness and this working through this in between, and I appreciate the way in which this word that was coined in Swahili for a particular situation of a freedom that isn't freedom, but which invokes freedom and undermines it at the same time, and you show us how it's applicable to a different situation which needs these wordings, right? So just a word of appreciation. Thank you. Sante. I mean, I think also the choice to have a conversation, I mean, we had a real conversation, of course, but it's also a way how to express in writing and speaking this, wanting to step out of this is a view, this is the other opposite view, etc. So, yeah. Kwanza ninapenda kupa hongera kwa kazi nzuri uliyofanya. Kupenda hongera ndio kwa kazi nzuri uliyofanya zamani. Nimefurahi pia kama umefanya comparison baina ya Palestina na Zanzibar. Nakumbuka kuna wakati fulani watu walikuwa wanazungumza Gaza kama ni open air prison na Zanzibar hivyo, japokuwa hasa ni Agasi, lakini Wazanzibari wanaishi katika nchi yao, hawawezi kujichagulia wao wenyewe viongozi wanaowataka, na kila baada ya miaka mitano kunapelekwa majeshi ya kuwaua ili wakubali wale viongozi ambao wanaletwa kutoka upande, wanachaguliwa kutoka upande wa pili. Tumeona mara nyingi wale viongozi ambao wanapendekezwa pale Zanzibar wakifika kule upande wa pili, yule aliyechaguliwa ambaye kuja juu si anayekuja kugombea, yule wa mwisho ndio anachaguliwa. Kwa hivyo upande huo hiyo moja, lakini pia kwamba swala la Palestina limeletwa na Uingereza na Zanzibar ndivyo hivyo, kwa sababu sasa tukitazama nyaraka tunaona kwamba Waingereza walikuwa hawataki Zanzibar iwe huru, na yale walisema kwamba ambayo walizungumza baina ya gavana na nini ni kwamba Waingereza walitaka kuhakikisha kwamba Zanzibar inakuwa chini ya Tanganyika, na ndicho kilichofanyika. Sasa swala langu mimi ni kwamba tunapozungumza mapinduzi Zanzibar ni kitu gani? Kwa sababu ukiangalia ukweli, objectively speaking, ni kwamba chama cha Afro Shirazi Party ambacho kilikuwa ni parliamentary opposition party kimepindua vile vyama ambavyo vilikuwa vimechaguliwa, japo kwa mfumo labda ulikuwa sio nzuri, lakini zilikuwa zimechaguliwa kwa njia za kidemokrasia, kumepigwa voti, wamechaguliwa wale kwa coalition government. Imekuja kupinduliwa na chama cha upinzani katika bunge la Zanzibar. Alafu tunaambiwa ni mapinduzi. Mapinduzi sidhani kama ni kupindua kuua watu kwa sababu ya rangi ya ngozi yao. Mapinduzi ni kitu kingine kabisa, kwa sababu alikuwa swala la class Zanzibar. Kwa hivyo nafikiri tunapoangalia, maana watu wengi wanaona kwamba mapinduzi labda alikuwa Mwarabu pale, Mwarabu ni nani? Alikuwa mfalme labda, lakini Tanganyika pia walipochukua uhuru walikuwa chini ya malkia wa Uingereza, lakini watu hawajauana kule. Baadaye baada ya mwaka mmoja Tanganyika ilikuja imekuwa jamhuri. Zanzibar haikupewa nafasi hiyo, haikupewa fursa ya kuweza
kwenye labda ufalme kuja kwa jamhuri kwa njia za amani. Kwa hivyo naona kuna mengi ambayo yanafanana. Sitaki kuchukua muda mwingi, lakini halafu pia of course watu wengi hawaelewi kwamba hizi nchi mbili ambazo zimekuwa na history tofauti. Zanzibar imekuwa na kiti chake kwenye Umoja wa Mataifa, lakini leo watu wengi wanafikiri kwamba Zanzibar ilikuwa ni jimbo tu au ni sehemu ya Tanganyika. Ni hivyo tu navyotaka kusema. Asante, shukuru sana. Sina kuongeza, umesema yote. Asante sana. Asante. Tupige makofi. Asante. Asante.